Anashughulika na kamisheni ya polisi jamii. Kwa hiyo niko wilayani Mleba, mkoa wa Kagera. Niko kwenye ziara ya kukutana na wale watendaji wa kazi za polisi jamii kwa ujumla na kazi zote za polisi. Kwa hiyo tulikuwa na kamanda wa polisi mkoa huu wa Kagera pamoja na watendaji wake, tukizungumza mambo mbalimbali ikiwemo kujiweka sawa namna gani ya kuongeza ushirikiano na jamii katika kamisheni yetu ya polisi jamii kama nyenzo ya utendaji wa kazi za polisi kwa sasa. Tunaweza kufahamu lengo, kwa nini mliamua kuanzisha hiki kitengo? Hichi kitengo cha polisi jamii kimeanza tangu mwaka 2006. Ilikuwa ni mahususi, ni maboresho ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye kazi za polisi, na kutokana na maendeleo ambayo tunayaona kwamba hali halisi yenyewe ilikuwa inahitaji hivi utendaji wa jeshi la polisi kushirikisha zaidi wananchi katika kusimamia usalama wa raia na mali zao. Zamani tulikuwa tunafanya, jeshi la polisi lilikuwa linafanya majukumu hayo kwa kutegemea uhalifu ulikuwa ni kidogo, lakini pia na idadi ya watu ilikuwa ni kubwa. Lakini siku zinavyozidi kwenda unaona kwamba idadi ya watu inakuwa ni kubwa na changamoto za uhalifu zinabadilika. Sayansi na teknolojia inaleta aina mpya ya uhalifu ambao bila kushirikisha jamii inakuwa ni ngumu sasa kushughulika nao. Kwa hiyo tumechukua njia hii ya kushirikisha jamii tuweze kupata kwanza taarifa nyingi za uhalifu na uhalifu, lakini tubaini matishio kabla haijafika kwenye uhalifu, yale matishio ya kiusalama. Kwa hiyo mambo mengi tunashughulika nayo, tunashughulika na masuala ya ukatili, tunashughulika pia na malezi ya watoto, tunashughulika pia na kuzuia na kubaini mifumo ambayo inazalisha uhalifu. Vipi mwitikio kwenye jamii baada ya kuanzishwa kwa kitengo hiki? Mwitikio wa jamii umekuwa ni positive, umekuwa ni chanya, umekuwa ni mzuri sana. Tangu kitengo hiki kimeanzishwa jeshini, tangu tumeanza kufuata hii polisi jamii, unaona wananchi wenyewe wana mwitikio mzuri sana. Changamoto imekuwa kwetu kwa maana sisi polisi kwamba tulikuwa tujabadilika kifikra. Kwa hiyo tunachojaribu kufanya hapa, tunafanyana mafunzo na watu wetu ni namna gani wanaweza kaanza na wenyewe wakabadilika kifikra kuendana na yale mabadiliko ambayo jamii imeshayakubali. Kwa hiyo mwitikio wa wananchi kwa ujumla, nimepita kote huko. Hapa nimetokea mkoa wa Kigoma, lakini sasa niko mkoa wa Kagera, nimeongea na viongozi, nimeongea na wananchi. Unaona wana mwitikio chanya kabisa, wameipokea vizuri polisi jamii na wako tayari kushirikiana na sisi. Na wamefikia sehemu sasa ya kutueleza baadhi ya changamoto ambazo tunazo kwenye jeshi la polisi, na ndio vitu ambavyo mimi kama kamishna wa polisi jamii nataka kuisikiliza jamii. Sisi inatuonaje, inatusemaje sisi, yale wanayotusema sisi ni mafunzo kwetu na tunayatumia kwa ajili ya kufanya maboresho, na baadaye tutende vizuri, tuongeze mahusiano mazuri na jamii, na baadaye tuzuie na kubaini matukio ya uhalifu. Labda kuna mabadiliko yote kabla na baada ya kuanzishwa kwa kitengo hiki? Jeshini yako mabadiliko makubwa. Mheshimiwa Rais nimshukuru kwa nafasi hii. Tangu ameingia amekuwa na mwelekeo, anatutaka tuweze kutoa elimu kwa umma, tusiwavizie wananchi kwamba wamefanya matukio. Anataka wananchi wapate elimu ambayo itawasaidia kuzuia matukio ya uhalifu. Kwa hiyo unaona mwamko ni mkubwa. Tunalo dawati letu la jinsia na watoto, tunaona tunatoa elimu mashuleni na linafahamika sana. Na baadhi ya faida tunazoziona, hata baadhi ya taasisi nazo zimeanza kuiga kutoka polisi kutengeneza madawati kama haya kusudi waweze kupambana na ukatili. Lakini uhalifu unaona sehemu nyingi umeshuka chini, umekwenda chini. Kwa hiyo mabadiliko mengi ya kwenye mfumo wa sheria na utendaji yamesababisha uhalifu umeshuka chini. Kwa hiyo faida ni nyingi zaidi kuliko kilivyokuwa kipindi cha zamani. Una wito gani kwa Wanakagera lakini na mikoa mingine? Wito unaotoa kwa wananchi ni sehemu ya majukumu yangu kwamba tunaomba sana ushirikiano. Sisi jeshi la polisi tuko tayari kubadilika kifikra, kushirikiana na wananchi kukabiliana na uhalifu. Ushirikiano utakao tupa ndio pekee utakaosaidia kuweza kuzuia na kutanzua uhalifu ambao uko miongoni mwetu. Wasipotupa ushirikiano, kazi yetu inakuwa ni ngumu. Lakini changamoto ambazo wanazitoa sisi tuko tayari kuzichukua na kuzifanyia kazi ili tusaidie katika kubadilisha fikra za askari wetu, za watendaji wetu, na baadaye tuwe marafiki na tuwe na taifa moja lenye amani.